The title of what I want to share today for a devoted Christian. A devoted Christian. We'll be reading through the text, the book of Romans, chapter number 2. Chapter number 2, verses 42. 2:42. The Bible talks about a generous and growing church. Acts chapter number 2, verses 42. So the subtitle in my Bible reads, a generous and growing church. Angesoma siruti tumie. Tukisoma haya maandiko, kwa ruruwezi uliota Jehova, neno la Mungu litatueleza abubo ishe kwa alama aliyetai juu ya kazi ya wafuasi wa Yesu. Angesoma kedestai kitabu ni abubo ishone. Na tukisoma hiki kitabu cha mitume, kile wa ishone tigio wis kanisa netai. Tunaona kazi mingi yenye ilifanyika katika kanisa la kwanza. Kolegi mucho na kanisa enore na mengine. Vile kanisa ilianza kwa njia ya udogo. Au mucho enore do. Na ikaweza kukua kwa njia kuu. Na ikabebe la mwengo leo tatu Jehova. Na aje msikite neno la Mungu linatuambia. Kolegi hiyo mage tigio to. Ya kwamba wale mitume walikuwa wameswanyana. Alosar abaye wishi. Na wakaomba na kufanya kazi. Kulikitishi kanisa pinche chage betuta we betut. Na kila wakati kanisa walikuwa kiongezea watu kwa kila siku. Kimi pokuti ngogobor mai kanisa. Kulikuwa ina ishara na miujiza katika kanisa hili. Kimi tuchegorora neti kitoinoni sobet. Kuna mambo mengi ambayo tulikuwa tukitazamia yenye tunatazamia katika maisha. Kigase kutunge tamie kwedunyo. Ambapo tunahisi ya kwamba ingefaa ikue katikati yetu. Kigase tamie kanisa ta 21st century. Yenye tunahisi ya kwamba ingekuwa katika kanisa la karne la 21. Agena tatkele ketebege. Na kwa hiyo tunaenda mpaka tunajiuliza. Kile kineo wote kitindo oyanichu anan the first church. Na ambapo tunaenda mpaka tunajiuliza ni neno gani ambalo lilikuwa limepingika yenye hili kanisa walikuwa nalo. Amuni yake ndewe. Kwa sababu ukitembelea pale fulani, Aligetu chegorora neje yose. alafu ione mambo mazuri ambayo yanatendeka. Kwa mambo alegite nyone mambo tutu. Na amini ya kwamba kila ambacho inakuifutia kwa mawazo yako. Yose ile tena siri. Unahisi ya kwamba ingefaa ningejue siri. Tena umoket. Ujue siri. Amunde subi kubelishi chote. Ni kwa nini hao watu wanakuwa watu wenye ni washindi? Hallelujah. Hallelujah. Our sister Helen. Kama tu ni Helen. Our mole travel to China. Na amini ya kwamba ulienda nchi ya Uchina. Alo kibe wendi kibuchi. Na huko ukienda tu bure. Amna no kiwendi abuki bachebe na isi. Na amini ya kwamba ulikuwa ukienda pale kwa sababu kuna siri ambayo ulikuwa ukitaka kujua. Alo waishene Kuhusu kazi ambayo unafanya. asobi ko imuti je wale. Ili ukaweze kukuja na mabadiliko. Ekanda na tena wewe ngoja. Kwa uongozi wa nchi ya Kenya. Hallelujah. Hallelujah. Ndio jicho tupege. Salimia huyo mwenzako. Akitewe ile chi. Na umuulize. Nasi ile tikai. Asibore sobimu. Ili ukaweze kupata kubarikiwa katika maisha. Hallelujah. Amen. Asobi chicho kido. Ili huyo mtu akwe milako. Kubisi ile Kuna siri ambayo wako nayo. Hallelujah. Awo tena kisema tai. Hata kwa katika kanisa la kwanza. Kiyoso chegorora nene. Mambo mengi mazuri yalikuwa kitendeka. Omachile. Mtu akasema Excellence deserve emulation. Ikasema ya kwamba kukua na hekima inataka mtu mwenye anaweza kopi hiyo. Anataka kundegara. Kila jambo ambalo ni nzuri. Unyo jibule. Inafaa uige nayo. Hallelujah. Na kuchika chamogele gebat school. Saa zingine naona tukienda kwa shule. Gogo tu mwalimu nene hesabu. Kama ni mwalimu mwenye anafunza hesabu. Kama yumaro kisube. Nywele zake ni kama imeharibika. Hiyo ruwa anafunza tena mbona zume unasema hesabu. Unaanza kwa nywele ndio aweze kusikia hesabu.
Hallelujah. Haleluya. Kingere college. Wakati tunaenda pale college. Sasa tende tai. Wakati wa kwanza. Tende tai wagi. Wiki ya kwanza ambao tumefika. Mara sasa tende nyole a lecture class. Sasa wakati ule wa anakuja. Umyole nyorudo. Kuna bila anakuja. Kwa wale nyorudo wakiche wanafunzi. Kesho unapata wanafunzi nao. Mtulivu na niko ni class. Kama alianza akienda class. Kulicha kwa hivyo ndio kuone. Kutembea na ndio kudili. Kwa wale ndio unaota. Atabeba hiyo. Nyorudo kwa ndio academic angle unaota. Naona ameanza kupenda sana anko. Abuni kwa watu ndio mara ndio unaota. Kwa sababu anafikiria kwamba ukitembea hivyo. Iko mimi mwamote. Unaye hekima inakuja. Kile mnyewe yote mulegi yote. Jambo mzuri inafaa uige nayo. Amuni soma kama katika kitabu cha Matthew. Kwa sababu tusoma katika kitabu cha Matthew. Chapter number 5. Mlango wa 5. Wale walisoma ni yote. Sisemi tutasoma. Kwa maana wale about the Beatitudes. Inaongelea juu ya midali. Beatitudes. Wale na baba tuguk chegara wen. Inaongelea vitu vizuri. Tiki kala Yesu. Ambayo Yesu alinena nayo. Wale blessed. Wanasema kwamba amebarikiwa wewe na Wamebarikiwa. amebarikiwa mwenye amke na njaa. Awoi manda. Kwa ajili ya Wenye wanafanya hivyo wamebarikiwa. Amplified version. Kwa amplified version. Blessed. Inasema wamebarikiwa. To be envied. Hii mtitende itainone. Yani imerura ndio itainane. Kubarikiwa mpaka unaenviwa. Hallelujah. Amen. Anauna kwe. Ama kwaje? Umerura chita ile ama kwe. Mtu akibarikiwa anafaidiwa nini? Itainane. Kila mtu anataka kuiga. So I'm taking it briefly. Tunataka kuona kwa ufupi. The secret behind the early church. And the Bible reads. And they devoted themselves to the apostles' teaching, to the fellowship, to the breaking of bread, and to the prayers. Lakini mabisi as the apostles' teaching, or even fellowship, or even the breaking of bread, or even the prayers. They devoted themselves. Fellowship komi, kutuleta maratia komi, lakini kama mimi ile take. So as we speak up a devoted Christian, we allow teachers to give some definition about devotion. What is devotion? Devotion is an action that is continuous and habitual. Continuous and habitual. Number 2, devotion is exerting great effort. To persist in doing something. Exerting great effort. It is steadfastly persevere. It is about giving all. Hallelujah. Amen. Devotion is about giving all. We normally sing this song, all to Jesus I surrender. All to Jesus I surrender. Devotion is selfless affection and dedication. It is to follow closely and wholeheartedly. Devotion is intentional commitment. Intentional commitment.
committing yourself intentionally to a particular course of action. Sio kubahatisha. It's not about guessing, but being intentional. Just doing with the full knowledge about whatever that you are undertaking. Devotion. Why devotion? Devotion transforms existence from a series of scattered and reactive moments. Why devotion? Devotion transforms existence from a series of scattered and reactive moments. So when we talk about devotion, it's something, that you pledge yourself to a course of action. So these disciples of the apostles, or even the first church, the Bible tells us that they devoted themselves. They exerted great effort. They give all. They were constant. They were steadfast. They were selfless. They were intentional. Why devotion? Why devotion? It is said that multitudes of people in the current life are tired and weary. They are empty and unfulfilled. I want to repeat this. That the reason why we need devotion, or the reason why we need to be devoted in our Christian life, not only in the Christian life, but even in other endeavors, we need to be devoted. If we want to realize great things, if we want to realize good things, if we want to feel fulfilled, we need to be devoted. So as I say, that multitudes of people are tired. Watu wengi wamechoka. Wanakuja kanisa wanafika kama wamechoka. Wamechoka hata akikaa chini. Hallelujah. Hata akilala amechoka. Ikifika saa 6 anaweza amka akae chini kwa sababu amelala mpaka akachoka. Bici tatega romet tatega mandare baga. Amechoka na hizi tusitoke tuende nyumbani. Hapo yeye kaga romet kora umiga. Akifika nyumbani anachoka akiwa nyumbani. Hallelujah. Itu la tule sobe. Ukifika kila mahali kwa maisha. Hapo ndipo maisha. Hata watu wakikula. Kwa hapo ndio katite. Anasema tumechoka. Ya, ile tutaula tu. Amechoka kwa kila pande. Bici tatega romet dunia. Kuna mtu aliyeolewa juzi. Titaona kwa wewe. Lakini kwa wakati tago. Lakini amechoka kwa hiyo nyumba. Halo. Halo. Ya, kwa wakati tago yote. Amechoka kwa huyu mzee. Kwa wakati tajayose. Amechoka kwa bibi yake. Kwa wakati mimi ndio tutomea tutabasta au tena kanisa. Kuna watu wanaenda kama wanachoka kwa mchungaji. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Iko tosha tu pekee. Kwa chini letu ni muchi katika basta. Bali mati katika malio. Haleluya. Katika ni basta. Lakini tamen katika malio ndio. Haleluya. Hapo sabenda tunaobi. Kwa sababu ya maisha ambao enda sasa hivi. wakati huu tuko na.
They are weary. People feel empty. People feel unfulfilled. Empty some have tried religion in the hope of finding solutions to the way they feel. Does not mean you've tried God as a solution of your empty and frustrated life. Kanisa la Mungu, kasema Lord, if you are not satisfied with your life, you must change something. Hallelujah. Amen. If you are not satisfied with your life, you must change something. Hallelujah. You need to change something. Number two, if you keep doing the same thing you have always done, if you keep doing the same thing you have always done, you need to make a decision. Amen. Doing the same thing you have always done, you need to make a decision. Yeah, no, make a decision at the beginning. Lazima kukue na kauli ambayo unataka. Amuna nitebele why? Ujiulize kwa nini anafanya kila siku. Amuna ndio sio kumwambia wale tesobe. Ni kwa nini kuna mabadiliko katika maisha yako? Amuna ndio sio kumwambia techi. Kwa nini kuna mabadiliko kwa maisha yako? Be it in your business. Be it in your academic level, academic field. Even in your professional life. As a devoted Christian, simu chini derchinete sabenu, simu chini derchinete subenu, simu chini derchinete baishoriche, tuwamuan, chawachana lale, asomi tomate sosobe the empty. Hallelujah. Amu utia uche uchotamila. And emptiness, the midst of it. Number one, with a devoted Christian life requires a new way of thinking. A new way of thinking. A devoted Christian life requires a new way of thinking. Because what you talk about again, the very what in a good. Hallelujah. I will give a what in good will determine two children says away. Two children says away. The book of Romans chapter number 12 verses 2. The more the letter to Romans amatoya onyenge inasema do not conform atebeta sobeta gune to the pattern of this world. Kale noleta mtuwa inge wala But be transformed ego liliteta kwa moto by the renewing of your mind, shone maget nemye that you may know the good will aune Yesu noke and the perfect will now that we Jehovah of God. Now that only we need a new way of thinking. When we talk about the new way of thinking,
moche. Watu wengi hawapati kile ambacho wanataka. Amu focus kwa moto Kwa sababu kwa mawazo yao hawajatimia maana. You need to control your thoughts. When we talk about new way of thinking, you need to be careful about negative thinking. You need to have a positive vision about your tomorrow. A positive vision. Hallelujah. Amen. A positive vision about your tomorrow. Then what about vision about tomorrow. A devoted Christian life requires a new way of thinking. Usiwaze mawazo yenye unawazanga kila wakati. Proverbs, I think 23:7. Kwa 23:7. Amesema vile utanawaza. Hallelujah. Then they want Kila ambacho unawaza. Unajiona kama wewe ni tajiri. Unajiona kama wewe ni mshindi. Hallelujah. Amen. Get into agreement with God. Believe that good things are going to happen to you. Proverbs 15:15. Can somebody read for us? Proverbs 15:15. How much is it? Proverbs 15:15. Nene waliota Jehova. Yache betushe tubo. Jebo take the young. Ago Mungu lele iko asege kwa iko wastani wa tubo. All the days of the oppressed are miserable, but a cheerful heart has a continual feast. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Betushe tulichochi na jila siku zote za mtu mwenye ameteseka, amefinyika. Kugere serete. Anaona kuteseka tu. Hello? Yani kere kitu chenega. Anaona tu mambo mabaya. Magere hii ndo problem. Hawezi akaona jambo lolote ambalo la maana. Lakini muda ni ngasa. Lakini moyo mkunjufu. Kugere ni gorte kila. Anaona sherehe kila wakati. Atachigiri gorte kila. Wakati anaona sherehe kila wakati. Hallelujah. Amen. A cheerful heart. It's about the new way of thinking. Number 2, a devoted Christian life requires a new way of talking. A new way of talking. The first one was a new way of thinking. But the second one is about the new way of talking. It is said that words are containers of power. Words are containers of power. Yani, nalecho ni moyo. Containers. Hallelujah. Nalecho tete ina la kongenet. Kwa maneno ambayo unaongea tangia uamke. Utele nicho chika hiyo. Hiyo ni vibuyu ambayo umesanya. Hallelujah. Utele nicho ame hiyo. Na hiyo jumbe ambayo umesanya. Utieke tukuti burit. Inategemea mambo ambayo iko ndani. It is said that the words which are the containers of power, that they carry either creative or destructive power. Na leti mwa kutereni ni viungo chamo tuku che ogimnote. Mambo ya iko na nguvu. Kamugenda mlicho ya yeye. Uwezo ambao inaweza fanya chochote. Anako kamugenda mlicho kwa mbi. Ama uwezo ya kuharibu chochote. Ndio point joto mege. Sasa ni huyo mwenzako. Ndio ndio yana tiri kinga yuko mege. Sasa
Remember the story not in the book of I think First Kings. Kumbuka kwa ile hadithi ambayo ilikuwa katika Wafalme wa Kwanza. About that widow. Juu ya huyo Jani. Nonginga usita moyani. Ambaye wakati ule bwana aliaga. Kwa kutindi yote. Watu ndio walikuwa kumdai akakuja. Au lenti libanwana. Akaambia kunilipie. Tuchekea tumano botano. Vitu ambavyo nilikuwa nikidai bwana wako. You know. Sababu maisha inatendeka. Kokinga umoja. Wakati walimwambia. Kwa mungu wote kiche ndio sana. Na sababu huyu mama hakuwa na lolote. Kwa chichichira tumetinye hii au mtiwerigo. Huyo mtu akaambia kama una lolote nitachukua wana wako. Wewe utuogecho. Wako wafanyikazi wangu. Kwa tole bana deni. Mpaka deni lipike. Kwa hiyo sana gani? Yule mama akawaza. Ule chika muone. Akaambia uniruhusu tu. Mara ile mwa mtushawai. Unipe tu masiku. Anabetusi somo. Ama siku 3. Asobite abaki noe. Ili niweze kuwaza kile ambacho naweza fanya. Kwa ya muta mchebeo sana uminge Jehova. Ni asante kwa sababu huyu mama alikuwa akimjua Mungu. She went to the man of God. Aliendea mtu wa Mungu. Kama unaoita na Jehova. Akapata mtumishi wa Mungu. Au mwachie the story. Akamweleza ile hadithi. Kwa tere kuita na Jehova mmeitine ne. Mtumishi wa Mungu akamuuliza hapo na nini? Ole chichebeo sana gani? Watutai kwa ite. Akamwambia ndio kama una mafuta kidogo. Akisha kute na unga kidogo. Tegimuchi tungechapa na kusikia Brian abla uchu au ilu. Yenye tunaweza tengeneza tu jioni hii na tukule na wanangu na tukule. Hapo chonge the scripture ni kitu chebeo sana. Nataka muone vile huyu mama alikuwa na nini. Yaani kigere uliona wewe. Alikuwa akiona nini? Kigere beta tete sabe. Alikuwa akiona kupotea kwa maisha. Kole chimo itata Jehova. Mtumishi wa Mungu akamwambia, Amache iwa ali utere nige bokwe. nataka uende usanye mikuyu katika kijiji. Akino wetigero Allah Mungu. Na ukuje kujifungie na wanawako. Ali na milonchi mwayata tere nicho ndo iso. Na uende kwa waanze kumwaga hiyo mafuta kwa hizi mali. Ali ngilawo ni tere nicho. Ikishajaa hiyo. Iyale. Uuze. Iyatae deni. Na ulipe deni. Akshomet. Imebaki. Iwa ishe. Utumie. Wale masunga jebeo sana gani? Yule mama akasumbuka. Engo kwet. Wakitika kijiji. Awa yundere ni. Na akasanya kiungo. Mwape nona yundere ni katia. Sikia alisanya kiasi gani? Ma ukengea kapate ni kitindo. Kulingana na wazo ambao alikuwa nalo. Amu mara kigere kwa watu unafanya ile kitu moja ya. Kwa sababu alikuwa kuwaza ni kitu ambacho kitaweza kutendeka. Lakini kile ambacho tayari kwa niliota kuita. Alisema kama nataka nifanye kulingana na neno la mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo tele nicho. Akasanya ile Kwa kigero akajifungia. Allah uchi. Na Ama wale yuko Allah uchi the story. na mimi aliambia watoto wake. Arabu ni tuna kwa namba ya neno. Labda aliambia mshike imani. Amunya gazi. Kwa sababu kazi ni mbaya. Aba na bro timwaita. Akaanza kumwelekeza mafuta kwa hiyo. Kwenye telele tai. Kwenye moyo. Kwenye masomo. Kutoka kwenye timiwa tu. Kila hapo ni timiwa tu. Kama wale tuliki drama aita. Boma wale kitoba cha tele ngala. Hallelujah. Wala bako ta kwetu ta Jehova. Kole tika ni tele ni chuo wasa. Kemo sikene chuo le. Kiada amol bandeni. Aliuza na akalipa deni. Aba na mama mmoja gina business no mwana. Na mimi alianza biashara ya mafuta. Hallelujah. Imu ya na wholesale. Labda alifungua wholesale. Kibwana mikono mwana. Watu walikuwa kuja kununua mafuta. Hallelujah. Amu tere chiga yu. Kwa sababu ya nyumba ambayo alikuwa amesanya. Amani kwa rawendo hai. Nilikuwa nikisema hii kama example. Ndugu water containers of power. Ya kusema ya kwamba maneno ni vyungu vya nguvu. The lecture the Lord is an individual. Na maneno ambayo unaongea kama wewe. Ako sabi. Kwa sababu ya maisha. Ako movement. Kwa ajili ya Ako lagu. kwa ajili ya watoto wako. Otere ni cha tinga yo. Hiyo ni vyungu ambavyo umesanya. Amotere ni cha kwa wale kutinga wimba te. Na hiyo vyungu iko na nguvu. Today that God is starting by the create. Ya kuharibu kama kutengeneza. Hallelujah. Amen. Goto destructive. Kama inaharibu. Kebi ulai ni ngeke mtoto. So the beleni che creative ability. Hallelujah. Amen. Kitabu cha Proverbs 18. Verses 20 to
21. 20-21. Tapi ngale chiki mwanzo maisha da Kuna Jehova. maneno ambayo mtumishi alisema. Ama chuko tawala Jehova. Nataka Mungu atusaidie. Proverbs 18:20. Biblia inasema pia nimeweka chini. Pia nimeweka chini. Logoyenga kutini. Hiyo ni nene. Hiyo tita kutini. A man's moral self shall be filled with the fruits of his mouth. A man's moral self Tabia ya mtu shall be filled inajaa with the fruits of his mouth. na matunda ya mdomo yake. Hallelujah. Amen. Niko tochi chondo bege. Agi tebe ni lechi. Namuuliza. Tabi kumaina kwa sababu na mume. Tasema kama ni ndio sasa yako. Hallelujah. Hallelujah. Abuwa na mayata atoka hii. Kwa kunena mambo tunasema Ibi yoni kaleti kunuguti na mume. unashiba maneno ambayo yanatoka katika kinywa chako. Abuka lecha ndani. Na haya maneno Ukivida na like destructive. ukishiba maneno ambayo inaharibu. Hallelujah. Amen. Iu mwana kagiricho. Wewe ni kama bomba ambayo imetekwa. Yani ilipuka ndiye any time. Unalipuka wakati wowote. Lakini kutoka lecture positive. Lakini kama ni maneno mazuri. Kutoka lecture creative. Kama ni maneno ya kutengeza. Kutoka lecture ibu wa left. Ni maneno ya kuleta mabadiliko. Esa bego. Katika maisha yako. Watasta wa mama leo ni wale hii. And with the consequences of his words, he must be satisfied. Consequences of the words, only you will be satisfied. Hallelujah. The greatest temptation in the world is to talk about what we see and what we feel. That is the greatest temptation that we have in the world. Than what God wants us to talk about. That is what He said in His word. Kimanole na mabara tu chekigere. Tunaongelea mambo ambayo tunaona. Kile kimanole na mabara au tu chekigase. Tunaongelea mambo ambayo tunaishi. Kosi chamache chuko bakingalale tumwawete mabione ni. Kuliko yale ambayo Mungu anatuhitaji tuongelee juu ya neno lake. Ama tuongee the Israelites. Nataka muone wana Israeli. Bwana yata atuwoko kule. Neno la Mungu likasema, Digitame di ebe kapoyo bise ebe tushe kama nagaende. badala ya kufika nchi ya agano katika siku 11. Ko kiach komenda tembelewe. Ili ikafaa watembee kwa jangwani Ege jishekata. kwa miaka 40. Do you know the reason why? Najua kwa sababu gani? Mwawe malaka atuwoko kule. Neno la Mungu linatuambia, They mama and complain. kinywa nso itege. Yani kiai nalale mwana. Matamshi yao. Kiai konyonye. Hiyo kunung'unika kwao. Kuwandare in the desert. Kutembea tu kwa jangwa. Hallelujah. Amen. Ino kwa chichotoria. Hebu salimia huyo. David Kasimenya. Hebu usikie huyo. Hallelujah. Amen. Ile yai konyonye. Kwa sababu kunung'unika kwetu kunatufanya. Yani kuwandare in the wilderness. Kutembea tu katika jangwa. Instead of being in the promised land. Badala ya kuwa katika nchi ya agano. Hallelujah. Amen. Biwa ya misi na wajini. Kuna agano ambayo inakungojea. There's a miracle that awaits you. Kuna miujiza inakungojea. Mia miracle ni inyo linyo lepe tutagende. Kuna miujiza ilikuwa ikifaa upate siku. Lakini amuma na hiyo kutinyo. Kwa sababu lakini kwa sababu nienda mpaka ukanununika. Kwa nini sunguka ni kwingi tagende? Umezunguka kwa wiki moja. Kii sunguka ni kenyi tagende. Umezunguka mwaka moja. Kwa itagende ishe wae. Umemaliza miaka 2. Kwa itagende ishe somo. Umemaliza 3. Au kwa mute mkogi kwa betu Na tagende. miujiza yako ilikuwa siku moja. Amu hiyo kutinyo. Kwa sababu nienda mpaka ukanununika. Kinyo ilawa rusuma. Wana wa Israeli walinununika. Instead of 11 days. Badala ya siku 11. No. 11 days. Badala ya siku 11. Going 40 days. Ikakuwa miaka 40. 40 years. Ikakuwa miaka 40. 40 years. Miaka 40. Buko ziki tumbi. Mpaka wako watu wakasema. Hello? Ukesema wazito. Ujichunge usizeeke Because of complaint. kwa sababu ya kunung'unika. Hello? Halo. Isukuma tu. Utasumbuka tu. Instead of just stepping into your miracle. Badala ya kupata tu ama kuingia tu ile miujiza yako. There is a miracle that awaits you. Kuna miujiza ambayo inakungoja. A devoted Christian life Kristiani ni devote na requires a new way of talking. kumbe wale ndio
Hallelujah. Nalala mcherai. Nena mambo mazuri leo. Hallelujah. Nalala mcherai mudi. Nena mambo mazuri leo. Utudosha kwa Mungu mwekola tio. Tamana baraka yako. Hallelujah. A new way of talking. Ole tende ndio. Talk goodness. Allah ndio. Nalala mcherai kwa Mungu. Allah nena mambo mazuri ndio. Nalala mcherai kwa Mungu kanisa. Nena mambo mazuri ndio ya kanisa. Nalala mcherai kwa Mungu waitene. Nena mambo mazuri ndio ya watumishi. Abachiwe chiga chichondowe. Nataka ungeukie huyo mtu. Abachiwe nalala mcherai huji yoka. Na uongee mambo mazuri. Nalala mcherai huji yoka. Nalala mcherai huji yoka. Nena mambo mazuri ndio. Hallelujah. Hallelujah. Tubelishe ujoba. Anaelete. Wangapi kati yetu? Ndio ni chichondowe na ubege. Unyangalia huyo mtu mwenye amepaka naye. Iwe ni Amerika kwa malo. Unaenda Amerika. Kau wewe una wala kiasi. Kali ya mwaje ndio imecho ukikisha ni kweli. Sema tu mambo mazuri huyu hapa katika kijiji. Hallelujah. Sema tamecho. Sema mambo mazuri. Sema tamecho. You will meet your miracle at the door. And the modern Christian life requires a new way of looking. The first one is a new way of thinking. The second one is a new way of talking. Is it the third one? Yes, a new way of looking. How do you relate with yourself? As I say that the modern Christian life requires a new way of looking into yourself. Hello? Amen. Looking into yourself. It's about how you relate with yourself. It is said, bad relationship with yourself is a poison to everything in your life. Bad relationship with yourself is a poison to everything in your life. How do you? David said in the book of Psalm 139:14 that I am fearfully and wonderfully made. And my heart knoweth fully. God wants you to love yourself. Not in a selfish way. Not in a self-centered way. But in a healthy way. Hallelujah. Amen. Kuna ule wimbo tuliimba. Ile siku najua itakuwa ngumu. Hallelujah. Amen. Wale tamke Ujipende. not in a selfish way. Tamereka ngumu. Kuna watu wanajipenda kwa uchoyo. Yaani inge ndio leta mbele ngumu. Unajua vile unajipenda kwa uchoyo. Inge ndio leta mbele ngumu. Unajua vile unajipenda kwa uchoyo. Ngati Gladys kuja. John chapter 1 of Gladys. Chapa. Chita kukue kule chokei. Nenda jirani yako unajipenda. Ndio rudi. Kama angeweka tu hapa. That is loving yourself selfish. Ongea mke ngo mnapenda. The moment you get to rudi. Kasataka tu ndio rudi kana. Wakati umepata chakula. Alikuwa chita. Na uwache mtu mwingine. Mungu amuleta mbele. Na waonyesha vile unajipenda. Hallelujah. Haleluya. Lakini nani na alivyoje? Ukipata Amekuwa chita. au kwanza mtu mwingine.
Okay, what imunga tete. Umejikumbuka kwa uchoyo. Okay, what is in a self-centered way. Umejikumbuka kwa njia ambayo ni ya uchoyo. You cannot give what you do not have. Hello? Hello? God loves us. And He wants us to be healed by this love before we allow it to flow to others. My question is, how is your opinion of yourself? How is your opinion of yourself? Brother Kiru, how is your opinion of yourself? I'm not saying about public opinion. Your opinion about yourself. We need not to base our opinion on our performance. We are imperfect and we make mistakes. We need not to base our worth, our value on what others say about us, how they treat us, or even the accomplishment. Don't spend your lifetime competing with others. You need to have a positive opinion, a positive relationship about yourself. The way you relate to yourself will determine the far you will go. You need to enjoy yourself while the work is in progress. Hallelujah. Amen. Can you greet somebody next to you? Tell him or her, enjoy yourself.